Karibu kusikiliza Jicho la Nje. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Tunaanzia jijini Dodoma. Endelea kusikiliza hapa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haijawahi kuuza dhahabu iliyohifadhiwa katika Benki Kuu ya Tanzania BOT, akieleza kuwa lengo la uhifadhi huo ni kuimarisha uchumi wa nchi na si kufanya biashara. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali ya papo kwa hapo kwa Waziri Mkuu, Dr. Mwigulu amesema kwa sasa Tanzania ina hifadhi ya tani 27 za dhahabu ambazo zinaendelea kuwa sehemu ya akiba ya taifa. Amesisitiza kuwa dhahabu hiyo haitauzwa kwa ajili ya kugharamia shughuli mbalimbali za serikali, bali imehifadhiwa kama sehemu ya mizani ya uchumi na kuimarisha uwezo wa kifedha wa nchi. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imesisitiza kuwa deni la taifa ni wajibu wa serikali kulilipa na si mzigo kwa mwananchi mmoja mmoja kama baadhi ya watu wanavyopotosha, huku ikieleza kuwa mikopo iliyochukuliwa inaelekezwa katika miradi ya maendeleo yenye tija na manufaa kwa taifa. Kauli hiyo imetolewa jana na Waziri wa Fedha na Mipango Juma Malik Akil wakati akitoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali zilizowasilishwa na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kufuatia uwasilishwaji wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akizungumza katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi, Waziri Akil amesema serikali imeweka utaratibu endelevu na kusimamia na kulipa deni la taifa kwa kuhakikisha mikopo inayopatikana inatumika katika utekelezaji wa miradi yenye faida kwa uchumi na maendeleo ya wananchi. Ameeleza kuwa usimamizi madhubuti wa deni la taifa unaendelea kupewa kipaumbele ili kuhakikisha uchumi wa Zanzibar unaendelea kuwa imara na kuwanufaisha wananchi wa sasa na vizazi vijavyo. Dodoma. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kutekeleza awamu ya 4 ya tuzo kwa watafiti na wahadhiri wanaochapisha matokeo ya tafiti zao katika majarida yenye hadhi ya juu duniani, yani high impact factory journals. Akizungumza jijini Dodoma jana wakati wa uzinduzi wa awamu hiyo, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema mpango huo ni sehemu ya jitihada za serikali za kukuza sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Profesa Mkenda amesema lengo la tuzo hizo ni kuongeza motisha kwa watafiti wa ndani, kuimarisha ubora wa tafiti zinazofanyika nchini na kuongeza ushindani wa Tanzania katika jukwaa la kimataifa la utafiti. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Milio ya risasi imesikika kwa saa kadhaa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Niamey nchini Niger, huku wanajeshi wakiimarisha ulinzi mkali eneo hilo. Tukio hilo limejiri miezi mitano baada ya shambulizi kubwa lililohusishwa na wanamgambo wa itikadi kali. Wakaazi wa eneo hilo wamesema washambuliaji walionekana karibu na lango la uwanja huo kabla ya jeshi kudhibiti hali hiyo. Mamlaka za kijeshi hazikutoa tamko rasmi mara moja kuhusu tukio hilo. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wamesaini makubaliano awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Hati hiyo inalenga kumaliza mzozo uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Miongoni mwa yaliyomo kwenye makubaliano hayo yanayoanza kutekelezwa mara moja ni pamoja na Irani kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani kuondoa vizuizi vya kijeshi baharini na kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kusaidia ujenzi mpya wa Iran. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza muda wa miezi 6 kutathmini uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya, akisisitiza kuwa mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi la kujilinda. Amewashtumu washirika wa NATO kwa kushindwa kusaidia nchi yake wakati wa vita dhidi ya Iran, pamoja na kuelekeza nguvu zaidi kwenye sera za kijamii badala ya ulinzi. Kauli hizo zimeongeza wasiwasi miongoni mwa washirika kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani. Na huo ndo mwisho wa Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako. Jicho la Nje.